Upande wa bill ya basari, tumekuwa na changamoto ya basari. Tunajua ya kwamba vijana wetu Tana River, wazazi wengi ni maskini. Hawezi kumudu kulipia karo za shule za watoto wetu wa shuleni. Hasa secondary na hata colleges na hata universities. Ndipo sababu viongozi wa hii county tangu ugatuzi ulipoanza mwaka wa 2014 waliweza kutengeneza sheria ya basari, ambayo sheria hiyo imeweza kupatia wanafunzi wetu wa Tana River kila wodi milioni 5. Kwa wodi 15 ilikuwa milioni 75. Tulipopata uongozi hii serikali ya pili 2018 kupitia uongozi wa Meja Mustafa Godana, ni kwamba aliweza kuongeza hizo shilingi milioni 75 mara mbili, ikawa milioni 150 kila mwaka. Lakini pia tumeona ya kwamba kulingana na tatizo la Tana River ni ya kwamba hizo pesa za basari haiwezi toshea mahitaji ya watoto wa Tana River, kwa sababu tuko na upungufu mwingi sana. Sekta ya afya tuna upungufu wa madaktari, wale doctors. Sekta za kilimo, sekta ya hasa mambo ya pilot engineering, tunapata kwamba tuko na upungufu ya hizo. Kwa hivyo tukasema kwamba basari haiwezi tosha kulipia mtoto causes za health. Causes za health ni pesa nyingi mno. Kwa mzazi wa Tana River hawezi kuweza kulipa hiyo. So tukasema wacha tuanzishe bill ambayo inaitwa scholarship bill. Hiyo bill, scholarship bill, tulianzisha mwaka wa 2018 mara ya kwanza. Lakini hiyo bill kila inapoenda kwa assembly inaanguka. Kila inaenda assembly inaanguka. Hadi mwaka jana, mwaka wa 2024 tukatengeneza bill nyingine ambayo inaweza kukusanya basari na scholarship pamoja na majengo katika mashule. Lakini wabunge wetu wa county waliweza kuchukua hatua ya kubadilisha ile bill ya 2014 ya basari, wakaweza kuongezea scholarship. Kwa hivyo bill hiyo sahihi imepitia public participation, na hiyo bill inaangazia mambo ya basari na scholarship. Walipitisha tarehe 22 mwezi wa 10, lakini haikuweza kufikia mara moja kwa gavana wa Tana River ili aweze kuiangalia, kuipitia na aweze kuikubali ndio iweze kwa sheria. Kwa hivyo iliweza kumfikia juzi tarehe 5 wiki hii, huu mwezi wa 11, na sasa gavana ako na wakati siku 14 za kuweza kuipitia, kuiangalia ili aweze kutoa uamuzi kama itapita ama haitaweza pita. Na ni masuala tu ya sheria. Kama ni sheria ambayo inafaidi wa Tana River, watoto waweze kupata pesa za kurudi shule, itakuwa tu sawa na itakuwa sheria. Kama itakuwa na mapungufu fulani ambapo italazimu ichelewe pia, basi baada ya kuikagua na gavana anaweza toa uamuzi kama ataweza kusign ama kama ataweza kusema marekebisho fulani ifanyike ndio iweze kuendelea. Ako na uhuru huo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo natumai kwamba hiyo bili kama itafaulu kupita na gavana akubali kusign, basi itakuwa ni afueni kwa wazazi, itakuwa masala ya basari, masala ya scholarship pia itakuwa inashughulikiwa.